vijana maua popote uchanua, twendeni vijana tukalijenge taifa. Vijana maua popote uchanua, twendeni vijana tukalijenge taifa. Walile mama walile, mama walile, imba walile, walile mama walile. Kwa jina naitwa Mengi Aaron Mwakisole ambaye ndiye katibu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya hii ya Njombe. Na leo hii nipo kata hii ya Uwemba ambao ni kata imebeba uchumi mkubwa katika wilaya yetu ya Njombe. Sasa kwenye issue ya uchumi wa chama, uchumi wa jumuiya katika wilaya yetu ya Njombe, tumeona kwamba hapa tulipo, ukisogea mbele kidogo hapo, kuna shamba kubwa lenye ekari zisizopungua 400 ambazo zinamilikiwa na umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, japo iko chini ya wilaya. Lakini kwa ajili ya kuimarisha uchumi, nimeona ili hawa watu kwenye kata, kuanzia ngazi ya kata, kwamba angalau wawe na uchumi mzuri, nimeona kwamba tuwazime ekari zisizopungua 3 waweze kulima viazi pale, na baada ya kulima viazi kwamba watajipatia fedha, na nimeagiza kwamba hizo fedha watakazozipata baada ya kulima ndani ya mwaka mmoja, kwamba waanzishe mradi ambao watauona unatija kwenye wilaya, kwenye kata hii, ambao una uwezo wa kuwahudumia wananchi pamoja na vijana ambao watapatikana kwenye kata hii. Naamini baada ya kufanya hapo hivyo kwamba vijana, hata tukiwa tunakuwa na mikutano yetu, tutakuwa na uwezo wa kujihudumia, kujilipa posho na mambo mengine kadha na kuweza kuanzisha miradi mingine, ili angalau uwezo wa uchumi wetu wa wilaya pamoja na kata zetu na matawi uweze kuwa mkubwa. Yes, kuna kata nyingi ambazo zilikuwa zina miradi zilikuwa zifahamu, na sasa hizi chama inaendelea kuangalia kwamba ni miradi gani, lakini ile miradi ambayo ilikuwepo na ilikuwa haiwezi kufanya kazi, tumeona kwamba tumetoa maelekezo kwamba waweze kuiuisha ile miradi iweze kufanya kazi, iweze kuzalisha. Lakini kwa makata au kwenye kata au matawi ambao hawana miradi kabisa, tumetoa pia maelekezo kwamba lazima waanzishe miradi ya kwenye matawi na kwenye kata. Lengo kubwa ni lile lile, kwamba lazima umoja wa vijana wilaya hii ya Njombe tuwe na uchumi tunaotegemea kama vijana wa Chama cha Mapinduzi, na hili litatusaidia sana kuwa na nguvu, kwa sababu tunaamini, angalia sasa hizi vijana wengi sana wanakuwa wamerudi nyuma, lakini tukitengeneza platform nzuri ambayo vijana wanaweza kupata mikopo wa uchumi wa mtu mmoja mmoja, chama kama umoja wa vijana ukawa na miradi, vijana wengi tutawapata, tutawakimbiza, na vijana watakuwa na uchumi mzuri, maisha yatakwenda. Na ndio sera ya Chama cha Mapinduzi, na pia ndio sera ya mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan. Awali ya yote, mimi kwa majina naitwa Godfrey Tweve, katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi wilaya ya Njombe. Tumeanza ziara hii nadhani sasa ni takribani kama wiki 2. Ziara hii ni ya kitendaji ya katibu wa umoja wa vijana. Cha kwanza, ziara hii imelenga katika katibu wa umoja wa vijana, kwa sababu ni mpya, amekuja kujitambulisha kwenye hizi kata 37 za wilaya ya Njombe. Cha pili ni katika kuweka mwelekeo wa namna gani jumuiya ataweza kuiendesha. Lakini cha tatu, tumekuja kuwajengea baadhi ya viongozi uelewa wa namna gani ya kuongoza. Lakini pili, kama kiongozi ni lazima atambue wajibu wake, inatakiwa afanye nini pale anapokuwa kiongozi, kwa sababu viongozi wengi wa umoja wa vijana wamekuwa ni wale ambao tunawachagua lakini hawapewi baadhi ya semina. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba tumepita kwenye baadhi ya kata, nadhani mpaka sasa tumepita ni kata ya 29, kwa sababu wilaya yetu na kata 37. Hii ni kata ya 29, na tunaamini kwa namna ambavyo tunazungumza nao ni wazi kabisa kwamba viongozi wa kwetu sisi umoja wa vijana, kuna baadhi ya mambo ambayo wanahitaji kuamshwa, lakini pia kuelimishwa ni namna ya kuongoza uongozi, lakini pia mashirikiano au mahusiano
ya kiongozi mmoja na kiongozi mwingine, ama kiongozi wa cheo cha juu na kiongozi wa cheo cha chini. Kama tunavyosema umoja wa vijana ni tanuru la kuoka vijana, au Chama cha Mapinduzi ni miongoni mwa taasisi ambayo inalea vijana au inatengeneza viongozi. Kwa hiyo kama tutawatengeneza kwa sasa, manake kwa baadaye itatuletea wakati mgumu, na kama unapojua mwaka 2027 tunakwenda kwenye uchaguzi wa chama lakini pia kama ni uchaguzi wa chama, manake tunachagua na kwenye jumuiya zetu, jumuiya moja wa vijana. Kwa hiyo ni lazima tuwapike vijana wajue wajibu wao, lakini pia wajue ni kwa namna gani inatakiwa mtu anayegombea kwenye nafasi aijue hiyo nafasi kikamilifu na wajibu wa hiyo nafasi. Kwa hiyo ndio maana utaona tunapita kwenye kila kata kwa namna moja ama nyingine kuona tunaimarisha kwa kiasi gani, lakini pia tunaweza kuwakumbusha wajibu wao kama viongozi. Uhai wa jumuiya ni baadhi ya kata chache ambazo tunaweza kusema uhai wa jumuiya umeshuka. Hiyo inatokana na pale kiongozi ambapo anachaguliwa na kutojua wajibu wake, lakini kwa asilimia kubwa uhai wa jumuiya ni mkubwa, lakini pia tumeuimarisha kwa baadhi ya kata hizo ambazo tunaweza kusema kwamba ule uhai umeshuka. Kwa majina naitwa Matias Leonard Kadaga, ni mwenyekiti wa vijana tawi la Wemba. Kiukweli kwa hili tukio ambalo amefika katibu wetu wa wilaya, amekuwa ni kiongozi bora. Kwa hivyo mwitikio tu ambao amefika tu hapa, tunaona kwamba ni kiongozi bora kutokana na kwamba toka ameingia hapa siku ya leo, kwa maana kwanza namuona, lakini mawazo yake na utendaji wake wa kazi anaonyesha ni kiongozi bora na ambaye kama vijana pia tutamfurahia sana kwenye kata yetu endapo tukifuata matakwa yake. Ndio, kama vijana tutapata tija nyingi, kwa sababu vijana wengi tunategemea mikopo ili tuweze kukuza vipato vyetu, lakini kupitia katibu wetu natumaini kwamba vijana tutapata mikopo kwa muda mwafaka, na pia yeye pia ametuahidi kwamba atatusaidia pia kama kuna tatizo fulani, yeye atatusaidia kuhakikisha kila kijana ambaye hasa wa chama anahakikisha kwamba anafuatilia kwa hali ya juu, hakikisha anapata mkopo na kwa muda mwafaka, sio ile propaganda nyingi. Kwa majina anaitwa Lazaro Willy Istanbul Msigwa, natokea kata ya Uwemba. Hapo mwanzo nilikuwa kwenye umoja wa vijana, lakini sasa ni mlezi wa vijana. Kwa niaba ya katibu, kwa sababu ana kigugumizi kidogo, naomba nimsemee kwa sababu ya huu ugeni uliokuwepo. Ulikuja mwanzo tukawaambia kwa sababu hatukujiandaa vizuri na vijana wengi hawana taarifa, tunaomba ugeni huu uje tena. Tutajiandaa kwa nguvu na kwa hali ili mwisho wa siku mgeni wetu aweze kupata faraja, nasi tumjue na yeye tujue kile anachokihitaji. Kwa kweli utendaji wake ni mzuri. Kwa muda mfupi tumemwona na amefuata muda unaotakiwa, nasi tumemwelewa kwa sababu amezungumzia miradi na amezungumzia nini kijana kifanyike kuhusiana na miradi ya vijana, na amezungumzia pia kuhusiana na mikopo ya vijana. Wengi walikuwa hawana elimu hiyo. Tunaamini kwamba kwa kupitia kiongozi huyu kwamba ana nguvu pia, ametoka taifani, hatimaye amekuja huku katani, yupo wilayani. Tunaamini ya kwamba tunakoelekea tunaelekea kwenye mafanikio ya kijani kibichi kweli kweli na chenye nguvu. Njombe yetu ni yenye maendeleo makubwa, ina uwezo ambao viazi, matunda, kila aina ya nafaka zipo Njombe. Kwa kupitia kiongozi mwenye umoja, mwenye kupenda vijana, na vijana ndio muhimili wa taifa, tunaamini huko tunakoelekea tunaelekea kwenye mafanikio makubwa. Tunawakaribisha sana vijana wote ambao wanasikia sauti hii leo, wakaribie bila kusita, kwa sababu Chama cha Mapinduzi bado kiko imara na mama yetu anaendelea kupambana na miradi aliyomaliza iko vizuri, na miradi itakayoendelea Mungu wetu atatusaidia, mama ataendelea kufanya miradi. Wanaomsema mama hawatashinda.